Seneta wa Colombia Miguel Uribe, ambaye ni mgombea anayeweza kujiunga na mbio za urais mwakani, yupo katika hali mbaya ya hospitali baada ya kupigwa risasi kwenye tukio la kampeni huko Bogota, kulingana na taarifa kutoka kwa polisi na waendesha mashtaka. Uribe mwenye umri wa miaka 39 kutoka chama cha siasa cha kati kulia Centro Democrático, chama kikubwa cha upinzani nchini Colombia, alikuwa ameonyesha nia ya kugombea urais katika uchaguzi ujao wa mwaka 2026. Pigwa risasi mara mbili Jumamosi alasiri katika wilaya ya Fontibon huko Bogota. Ofisi ya mwendesha mashtaka ilisema kuwa polisi walimkamata msichana wa miaka 15 aliye na bastola aina ya Glock. Chama cha Uribe kilisema kuwa alikimbizwa hospitali akiwa amejeruhiwa kwa risasi akishiriki tukio la kampeni. Video ya tukio hilo imeonyesha polisi na raia wakikimbizana kumkimbiza seneta huyo kwa ambulance. Katika taarifa kupitia Caracol TV, mwendesha mashtaka Luz Adriana Carmago amethibitisha kuwa hali ya Uribe ilikuwa mbaya lakini imeimarika. Mke wa seneta Maria Claudia Tarazona aliandika ujumbe kupitia X akielezea maombi ya dua kwa ajili ya uponyaji wa mumewe. Miguel anapigania maisha yake sasa hivi. Hebu tuombe kwa Mungu ili aongoze mikono ya madaktari wanaomhudumia, aliandika. Uribe anajulikana kwa kuhusiana na familia maarufu ya kisiasa nchini Colombia. Ni mjukuu wa Julio César Turbay Ayala, rais wa Colombia kutoka mwaka 1978 hadi 82. Mama yake Diana Turbay alikuwa mwandishi wa habari aliyetekwa na kuuawa na wauzaji wa dawa za kulevya kutoka kwenye cartel ya Medellin chini ya Pablo Escobar. Bibi yake Nitia Quintero de Balcazar alianzisha shirika la Solidarity for Colombia. Uribe alijiunga na Senate mwaka 2022 baada ya kufanya kazi katika siasa za eneo la Bogota. Alijulikana kwa msimamo wa kulia kisiasa, akiwa mtetezi wa usalama na uwekezaji wa kigeni. Mwezi Oktoba mwaka 2024 alitangaza nia yake ya kugombea urais, akisema kifo cha mama yake kilikuwa na athari kubwa katika maisha yake. Ningekuwa naweza kukua nikiwa na harufu ya kisasi, lakini niliamua kufanya kitu sahihi, kusamehe lakini kamwe sio kusahau, alisema. Hata hivyo, chama cha Centro Democrático hakijachagua mgombea rasmi kwa uchaguzi ujao wa rais. Tukio hili limelaaniwa na viongozi mbalimbali wa kisiasa na serikali. Rais wa Colombia Gustavo Petro alielezea mshikamano wake na familia ya Uribe akisema, sijui jinsi ya kupunguza maumivu yako. Ni maumivu ya mama aliyepotea na ya taifa lililojeruhiwa. Wizara ya mambo ya nje ya Colombia ilikosoa shambulizi hilo, ikisema kuwa ni shambulizi la moja kwa moja kwa demokrasia, heshima kwa utofauti na uhuru wa kufanya siasa katika nchi yao. Walitoa wito kwa mamlaka kufafanua kikamilifu tukio hilo. Kwa upande wake, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alikemea shambulizi hilo kwa maneno yenye nguvu zaidi, akisema kuwa ni tishio moja kwa moja kwa demokrasia. Alihusisha shambulizi hili na msemo wa vurugu kutoka kwa viongozi wa juu wa serikali ya Colombia na aliwataka maafisa wa Colombia kupunguza uchochezi. Mama wa Uribe aliuawa katika kipindi kimoja cha vurugu kubwa za kisiasa nchini Colombia, ambapo wagombea wa urais kadhaa waliuawa mwishoni mwa miaka 1980 na mwanzoni mwa miaka 90. Uribe ni sehemu ya kizazi kipya cha wanasiasa wa Colombia wanaotokana na waathirika wa vurugu hizi, pamoja na meya wa sasa wa Bogota Carlos Fernando Galán, ambaye baba yake Luis Carlos Galán aliuawa mwaka 1989. Mpinzani mkubwa wa Uribe katika Senate, Maria Jose Pizarro, ni binti wa Carlos Pizarro Leon Gomez aliyeuawa mwaka 1990 wakati akigombea urais kama mwanachama wa M19 wa mrengo wa kushoto.